Anaandika mchambuzi wa soka hapa Tanzania, ambapo anajulikana kwa jina la Tunu Shenkome. Anasema ni picha za thamani sana, picha zenye maneno mengi yasiyoelezeka, japo sura mpaka za aliyetoa medali hazina nuru kabisa. Safari mlipoanza mpaka hapa mlipofika, nyie ni washindi. Matokeo mabaya yanaumiza, tunajua, lakini ndio mpira. Haijalishi mmepitia nini kwa wakati gani, kila mtu ameona mmepambana kwa namna gani mpaka kufika hapa. Tena ukizingatia mmetengeneza timu. Just be proud of yourselves bwana. Hatua kubwa sana mmepiga. Yes, inawezekana kuna makosa mengi ya kujirudia au quality players inaweza kuwa ni moja ya sababu ya kuishia hapo na kutokubakisha kombe nyumbani, lakini isiwe ndio mkajiona mmeshindwa. Hapana, anaweza kuandika madada huyu mchambuzi wa soka hapa Tanzania, akaenda mbali zaidi na kudai kwamba tumewaona kwenye ligi ya mabingwa mara zote mnaposhiriki, the way mnakuwa tofauti na kufika hatua ya robo finali mara kadhaa ambazo zimeweka alama kubwa mpaka sasa kwenye soka la Tanzania. Kwa bahati mbaya mmeangukia shirikisho msimu ambao Simba haipo imara vya kutosha na mmefika finali. Nyie hamuogopi, aliweza kuandika madada huyo wakati akipongeza klabu ya Simba Sport Club baada ya kuweza kufika hatua ya finali. Na kitu ambacho aliweza kuatia moyo ni pamoja na kutokukata tamaa kwa kushinda kubakisha kombe la shirikisho hapa Tanzania, na hatimaye akaweza kuchukua RS Berkane. Ikumbuka kwamba tarehe 25 mwezi wa Mei 2025 ndipo ambapo finali hizo zilifanyika, na hatimaye klabu ya Simba ikaweza kukubali kwa kutoka sare ya goli 1-1 kwenye uwanja wa Amani na kufanya aggregate ya magoli 3-1, na huku mgeni akiwa anachukua kombe hilo. Na ndipo ambapo mwanadada huyo ameweza kuwapa moyo kwa kudai kwamba waliweza kuangukia shirikisho kutokana na kuwa walikuwa na kikosi ambacho walikuwa bado wanakitengeneza, ila wamejitahidi sana.